tunapenda kuwaambia wakulima kwamba msimu huu umekwisha kuanza. Tangu tarehe 1 mwezi wa 7 tumeanza msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026/27, kwa maana mwaka wa serikali unaanza hivyo. Unaanza mwezi wa 7 unakoma mwezi Juni mwezi wa 6. Kwa kama tumeanza msimu mpya wa kilimo, wakulima najua sasa mko katika kipindi cha mavuno. Ukishavuna mazao yako, umekwisha kuyauza, basi nunua pembejeo mapema katika maduka ambayo nimeeleza, ambayo yanapatikana katika maeneo yetu. Katika mfumo wa ruzuku, hifadhi mbolea zako, jiandae kwa msimu wa kilimo unaokuja. Mbolea zipo kwa sasa hivi tunapoongea, kuna zaidi ya tani 33,000 za mbolea kupandia zinashushwa ili ambazo ziweze kusambazwa kwa wakulima, lakini tuna zaidi ya tani 248,000 ndani ya nchi ambazo zinaendelea kuuzwa katika maduka ya wafanyabiashara, na mpaka kufikia mwezi Septemba tuna uhakika wa kuingiza tani zingine zaidi ya 313,000. Hivyo msimu wa kilimo tutauanza vizuri, wakulima wajipange, wasiwe na wasiwasi, mbolea zitapatikana katika maeneo yao. Cha msingi, kama huna namba, nenda kajisajili kwa afisa ugani ili uweze kupata ile namba ambayo itakuwezesha kununua kwa ruzuku. Lakini kama unataka kuongeza eneo la uzalishaji, mwingine anaweza akasema nilijisajili nalima ekari 2, lakini kwa sasa nataka kuongeza eneo la uzalishaji. Nenda kwa afisa ugani, kahuishe taarifa zako, basi atakuongezea ile eneo, utaweza kunufaika na hiyo ruzuku. Lakini kingine tunasema kilimo ni sayansi. Tupime afya ya udongo, tutambue kwenye udongo kuna vitu gani, kwa mfano kama kuna virutubisho vinavyopungua, ili tutumie mbolea kwa usahihi. Mbolea zinaweza zikawa za viwandani au zile tunasema mbolea hai. Kwa hiyo sayansi haidanganyi. Pima afya ya udongo, matumizi sahihi ya mbolea, uongeze tija ya uzalishaji.